mpya na tumaye watazamaji wa Suni TV watapata mengi kujua kutoka kwa naibu waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi Mheshimiwa Mboja ambaye pia ni mwakilishi wa jimbo la Mahonda. Tunafahamu ni mwakilishi wa jimbo la Mahonda. Kwanza tutaka tufahamu wananchi wa jimbo la Mahonda wanaendeleaje? Kwanza kabisa naomba watambue wale ambao hawatambui jimbo la Mahonda liko maeneo gani. Jimbo la Mahonda liko katika mkoa wa Kaskazini Unguja, katika maeneo ya Kaskazini B, yani wilaya ya Kaskazini B. Jimbo la Mahonda limepakana na Donge pamoja na Bumbwini. Wananchi wa jimbo la Mahonda wanaendelea vizuri. Kama mnavyojua, wananchi wa jimbo la Mahonda ni wakulima, wafugaji na wafanyakazi pia wapo. Kwa hiyo tukizungumzia ile dhana ya wafanyakazi, basi na Mahonda wafanyakazi wapo na wanafanya kazi mbalimbali ili kuweza kutatua changamoto ambazo zinawakabili za maisha ya kila siku. Kwa hiyo kwa jimbo la Mahonda wananchi wanaendelea vizuri, tunaendelea kushirikiana kuchapa kazi. Wakati unaomba ridhaa ya kuongoza, bila shaka kuna changamoto nyingi ambazo wameziwasilisha kwako ili kuweza kuwatatulia. Na katika siku zile 100 za mwanzoni tunataka kufahamu labda kwa kiasi gani umeweza kutatua changamoto za wananchi wa Mahonda. Asante. Mahonda kama majimbo mengine au kama sehemu zingine kuna changamoto nyingi. Lakini changamoto mama ya jimbo la Mahonda ni changamoto ya maji. Kwetu sisi masuala ya miundombinu tunajua zipo changamoto hizo, lakini kubwa zaidi ni maji safi na salama. Kwa hiyo kwetu hizo siku 100 imekuwa ni siku za faraja, kwa sababu kipindi hicho tuliweza kumkaribisha naibu waziri wa maji Mheshimiwa Sefu. Alikuja katika maeneo yetu na akatupa faraja ya kuweza kupata mabomba mbalimbali, na akatuelekeza kwamba serikali ina mpango madhubuti wa kuweka miundombinu ya maji katika maeneo yote ya Kaskazini Unguja. Kwa na sisi tulipata faraja, na kwa bahati nzuri yale aliyoahidi kwenye safari yake aliweza kuja kuyatimiza. Kwa hiyo maeneo ya Daribovu pale maeneo ya Kazole tulipata maji ya uhakika. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa hilo. Lakini mbali na hilo, sisi wenyewe ikiwemo mimi ambaye ni mwakilishi pamoja na mheshimiwa mbunge, lakini pia na madiwani wetu, tunaendelea na utaratibu wa kuweka miundombinu ya sehemu mbalimbali. Tumeanza Kichungwani, tumekuja Kazole, tumekuja wanaita Kiwengwa, tumeenda Upenje. Yaani sehemu mbalimbali tayari tumeweza kulifika hili tatizo na kuweza kulitatua. Tunajua maendeleo hayaji kwa siku moja, yani inawezekana pengine tukachukua muda hata miaka 5 yote tukamaliza ikawa bado hili tatizo halijaondoka moja kwa moja, lakini tunaendelea kulitatua kidogo kidogo. Hiyo ndio changamoto yetu kubwa. Kwa hiyo kwa zile siku 100 maana yake tumezitendea haki na mambo mengi yameweza kutatuka. Licha ya maji, kuna mambo ya mashule, tumekaa na watoto wetu, tumeona changamoto namna gani katika mashule yetu zipo. Kwa hiyo tunaendelea kidogo kidogo, na tunaamini tutafikia hatua ya kuzitatua au kuzipunguza zile changamoto tulizonazo. Kwanza mimi nikupongeze kwa ushindi wako wa kishindo wa 2025 2026 ambao 2025 2030. Umezungumzia changamoto ya maji, na changamoto hizi umezikuta kutoka kwa watu ambao walikuwepo kabla yako. Wewe kama mwakilishi, mikakati yako umesema kwamba tayari umeshamwita naibu waziri. Je, una mikakati ya kukamilisha moja kwa moja haya mambo kuondoka kabisa au kupunguza kabisa? Kama nilivyosema awali, changamoto kwa binadamu hawezi kuziondoa zote kwa pamoja, lakini tunazipunguza kwa mujibu wa muda na kwa nibu wa Mungu anavyotuwezesha. Kwa sasa hivi tumeanza tukiamini kwamba tunakwenda kulipunguza hili tatizo. Tumeanza, tumesheka mikakati mbalimbali ikiwemo kuchimba visima sehemu mbalimbali za maeneo yetu katika wadi zetu zote 3, kuweza kuchimba visima, kuweza kusafirisha yale mipira katika maeneo mbalimbali. Kwa tunaamini litapungua kuondoka, kwa sababu vijiji vinakuwa kila kukicha, mitaa inazidi kuongezeka. Kwa hiyo inawezekana leo katatua hapa, kesho mtaa ukaongezeka, watu wakajenga sehemu nyingine, kwa hiyo na kule nako kutahitaji huduma. Kwa hiyo kutatua moja kwa moja tukasema Mahonda hakuna changamoto ya maji, hilo ni swala ambalo linaweza likawa gumu, lakini ile kupunguza ile changamoto ikawa kutembea masafa marefu unapata maji, na inawezekana pengine ukapata ndani. Hilo ndio lengo letu. Wewe kuna masuala ya Mahonda tunajua kwa sifa zake za uchimbaji wa michanga. Sasa hivi ile changamoto pale Mahonda, wewe kama mwakilishi wa mikakati gani kuondokana na uchimbaji holela wa michanga katika wilaya yako inaitwa jimbo lako? Katika wilaya yangu ipo maeneo ambayo yanachimbwa mchanga. Lakini katika jimbo langu, kama jimbo langu nahisi siwezi kulisemea moja kwa moja, lakini naona hiyo changamoto hiyo kwetu haiko ile
kwa asilimia kubwa. Lakini hata hivyo tunaendelea kuwaelimisha wananchi, tunaendelea kuwafahamisha wananchi kwamba kwanza ile ni rasilimali muhimu ambayo haihitajiki kuondoshwa. Lakini la pili, tunawaelekeza njia bora ya kuweza kupata mahitaji ya mchanga. Kwa maeneo ya wenzetu tunajua hii shida ipo tena kwa ukubwa zaidi, lakini kwetu tunashukuru Mahonda ipo, lakini sio changamoto ambayo inaweza kutufanya tusilale. Kwa tunaelekezana na yale mambo yanaweza kutatuka kidogo kidogo. Katika kipindi chako ambacho umeanza kuiongoza Mahonda na katika kutatua hizo changamoto ambazo zinawakabili wananchi wa Mahonda, ushirikiano wako ukoje, wako wewe na pamoja na wananchi wako? Ndugu mtangazaji, kwanza mie niwashukuru wana Mahonda yani wananipa ushirikiano 100%. Kwangu Mahonda ni sehemu salama ya kufanya kazi. Sijawahi kupata changamoto kubwa ambayo nasema hii labda inaweza kunirejesha nyuma. Ninapoambia jambo, jamani kesho tunatajika tufanye 1 2 3, wako tayari kushirikiana na mimi, wako tayari kufanya vile kwa sababu Mahonda wanahitaji maendeleo kabisa. Ndio kitu wanachokitaka wao, hawahitaji mambo mengine. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Naamini maendeleo watapata kama anavyohitaji kutokana na miaka kipindi hiki ambacho tuko nacho cha mwanadamu Dr. Mwinyi, nadhani haachi nyuma lolote. Vipi mwenye masuala mazima ya miundombinu ya barabara, kwa sababu tunaona Dr. Mwinyi ana miundombinu, anajitahidi kutengeneza miundombinu ya barabara katika jimbo lako la Mahonda. Wewe je, tayari kuna changamoto hizo au unahisi umemaliza kabisa changamoto za barabara? Changamoto kama nilivyosema awali, changamoto haziwezi kumalizika. Yani mpaka sisi tutakufa watakuja wengine na wengine na wengine, changamoto haziishi. Lakini zile changamoto zikiwa zinatatuliwa kidogo kidogo. Nina barabara ambayo inatoka Kitope Kidimni ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe amekuja kuifungua karibuni tu hapo katika zile siku zake 100 alikuja kufungua. Kwa hiyo kwetu hilo ni faraja. Halafu baada ya hapo pia tuna barabara ambayo inaenda Matetema ambayo kiongozi wa mbio za Mwenge alikuja akaizindua. Kwa hiyo nayo hiyo, lakini tuna barabara mbalimbali katika maeneo yetu. Juzi Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais alikuwa kwa mkoa wa Kaskazini Unguja akikagua miradi ya maendeleo, alikuja kuangalia pia barabara ambazo ziko katika jimbo la Mahonda. Kwa hiyo kwangu mimi Mahonda manake haya miundombinu ya barabara tukienda hivi hatuwezi kufika 2030 kuna barabara ambayo itaacha. Kwa sababu mpaka hivi ninavyokuambia hivi sasa hivi tayari wizara walikuja kuangalia maeneo yetu ambayo tuna changamoto zile za barabara za ndani na tayari wameziweka kwenye mpango, kwa sababu walitupa assurance kwamba barabara hizi na hizi tumeziweka katika mpango, lakini unajua mambo haya yanakwenda kidogo kidogo. Haiwezi siku moja yakamalizika yote. Kwa hiyo mimi kwangu kwa Mahonda barabara na mshukuru Mwenyezi Mungu, yapo maeneo mbalimbali ya changamoto, lakini naamini serikali ya Mapinduzi, serikali sikivu, na hizi changamoto zitaondoka. Ninaona mwangaza wa kwa hizi changamoto zitaondoka. Na tunaona mwangaza kwa hali hii kwamba 35 Mheshimiwa Mboja kabisa hilo sina wasiwasi nalo. Tunafahamu Mheshimiwa Mboja pamoja na kwamba ni mwakilishi wa jimbo la Mahonda, ni naibu waziri Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi. Ni moja kati ya wizara pendwa sana kwa wananchi, kwa sababu asilimia kubwa wananchi wengi wanajikita kwenye hizi shughuli za uchumi wa buluu, masuala ya uvuvi. Tungependa kufahamu shughuli mbalimbali ambazo zinasimamiwa na Wizara ya Uchumi wa Buluu ni zipi? Asante. Uchumi wa buluu kama ulivyosema awali kwamba wananchi mbalimbali wanashiriki kikamilifu katika kufanya shughuli za uvuvi pamoja na ufugaji wa mazao baharini. Ni kweli, pamoja na utalii, maana utalii nao uko katika uchumi wa blue, licha kwamba umepangiwa wizara maalumu wa kuisimamia ili ile sekta iweze kwenda vizuri. Uchumi wa blue tunaweza kusema sekta, hususan sekta ya uvuvi, maana yake karibu 70% ya wananchi wetu wanashughulika na uvuvi kwa sababu maeneo yetu yamezungukwa na bahari. Kwa hiyo katika uchumi wa blue tunashughulika pia na hayo mazao ya baharini ikiwemo mwani, pia tunashughulika ikiwemo ufugaji wa samaki, lakini pia ufugaji wa majongo bahari, lakini pia kujenga miundombinu mbalimbali ambayo yanawezesha wananchi wetu kuweza kupata tija katika kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo kwa upande wa uchumi wa blue maana yake kuna mambo, yani ni mambo mengi, sekta imebeba mambo mengi ambayo yanawazunguka wananchi karibu wa Unguja yote pamoja, yani tuseme Unguja na Pemba, yani wananchi wa visiwa, maana yake hizi kazi za uchumi wa blue ndio kazi ambazo wanazifanya. Sasa specific kwamba sisi tunashughulika na mazao ya baharini, lakini pia miundombinu ya bahari, miundombinu ikiwemo labda pengine sehemu za uvuvi, kwa mfano hayo nimekwambia madiko, lakini pia
tuseme bandari, yote hayo yako katika uchumi wa blue, kwa sababu tunajenga miundombinu, lakini wakati huo tunawezesha wale wananchi wetu kuweza kuzipatia zile fursa ambazo zinatokana na bahari.